Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 10 ya mwezi wa 5 mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Jumapili. Nikualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia ataka mageuzi magereza, agiza jeshi hilo lijitegemee, afichua utajiri wake mkubwa, apendekeza mkakati wafungwa walioachiwa kutorudia uhalifu, aelekeza mapendekezo matatu ya tume ya haki jinai yatekelezwe. Ndani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Halmashauri inayodaiwa 180,000 ya mchefua Mwigulu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Tanzania yatuma kikosi Kenya kushiriki operation ya ushirikiano imara 2026, habari katika ukurasa wa 3. Mwinyi atoa msimamo serikali ya umoja wa kitaifa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Wanasiasa wahadharishwa kushawishi vijana kushiriki vurugu, habari katika ukurasa wa 19. Viongozi wa dini watuma ujumbe wa umoja, habari katika ukurasa wa 5. Wataalamu washauri afya ya akili kwa mjamzito izingatiwe, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Chalamila apendekeza vyombo vya dola viendeshe mwendo kasi, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mbegu hafifu kikwazo HVF ni za kiume ambazo zimekutwa chache, dhaifu na zisizo na uwezo wa kurutubisha yai. Mtindo wa maisha watajwa sehemu ya tatizo hilo. Vikwazo wanawake kukosa uzazi kwa upandikizaji vyatajwa. Haya ni mahojiano maalum, ndani wake ni katika ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Mfungwa bomba Rais Samia amone huruma magereza, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Picha ikimwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akimsikiliza Lista Chisoma, mmoja wa wafungwa katika gereza la Ukonga jijini Dar es Salaam jana. Mwinyi adokeza mazungumzo ya CCM ACT kuhusu SUK, habari katika ukurasa wa 4. TASAC yagona kichwa kusaka suluhu kero bandari kavu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5 wa Dar es Salaam. Wakati bandari kavu ICD zikitajwa kuwa chanzo cha foleni katika jiji la Dar es Salaam, shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC limeanza kusaka suluhu ya kujadili changamoto uanzishaji na uendeshaji jijini humo. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Stendi ya mabasi Kijichi yeguzo uwanja wa mpira, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Wakulima bomba waridhia bei ya ufuta, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu, usijali. Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na hospitali ya Mji. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka ya kitaalamu na ya kuaminika.
Nalo gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenyewe katika ukurasa wake mbele, habari iliyopewa kipaumbele ni serikali ya umoja wa kitaifa njia panda. CCM yasema mazungumzo yanaendelea ila haitakubali kushinikizwa. ACT Wazalendo bado haijawasilisha majina hadi malalamiko yao yatakapojadiliwa. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Majeruhi asimulia ajali ilivyomshtua usingizini, habari katika ukurasa wa 4. Chadema yataka mbinu kukomesha utekaji, watu kupotea, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Nukuu ya Boniface Jacob ikisema, tunawaambia CCM na serikali yao, ukitaka nchi hii mauaji yaishe kesho. Watu wanalalamika Land Cruiser hatop nyeupe zina tinted. Hatujui kwenye tinted humo yupo mtu mzuri au mtu mbaya. Ningesema kuanza kesho gari za serikali marufuku kuweka tinted. Sera kuchangia wafungwa yaja, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Habari picha ikimwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akizungumza na mfungwa Irene Mseluka aliyepata ujuzi wa kushona bidhaa mbalimbali za ngozi na vitambaa akiwa gerezani katika chuo cha taaluma ya urekebishaji Tanzania TCT Ukonga, Dar es Salaam. Viongozi wa dini wajifunze kwa yaliyojiri Oktoba 29, habari katika ukurasa wa 3. Siku ya mama ilivyoleta heshima kwa kina mama, habari katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Tutazame sasa gazeti Mzalendo lenye habari iliyopewa kipaumbele ni wanaomaliza vifungo wawezeshwe. Dr. Samia agiza magereza kuanzisha mfuko kujitegemea, akoshwa na mfungwa aliyehitimu kidato cha 4, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Ripoti ya Chande somo kubwa kwa vijana, habari katika ukurasa wa 15. Dr. Mwigulu haiwezekani kioski mtaani kuwa na dawa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 gazeti hili. Mazungumzo CCM ACT kuunda serikali umoja wa kitaifa safi, habari katika ukurasa wa 3. Ongea na Rais Dr. Mwinyi pamba, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 15 gazeti hili. Wanawake walioko magerezani wanapaswa kuthaminiwa, habari katika ukurasa za ndani. Kairuki akemea wanawake kuvuana nguo mitandaoni, habari katika ukurasa wa 3. Kauli ya unanijua mimi ni nani ni ushamba tu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 8, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mzalendo katika ukurasa wake wa 2. Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi lenyewe limeandika Dr. Mwinyi andika mazungumzo kuundwa serikali ya umoja wa kitaifa, asema maslahi ya taifa, CCM kusimamiwa, habari katika ukurasa wa 2. Baraza la Wawakilishi lapitisha bajeti ya Ikulu, habari katika ukurasa wa 2. Rais Samia lindeni utu wa wafungwa, habari katika ukurasa wa 6. Wajumbe baraza la Wawakilishi wampongeza Dr. Mwinyi, habari katika ukurasa wa 3. Mbili kubwa za uvuvi kuwasili Zanzibar, habari katika ukurasa wa 7. Rais wa zamani wa Botswana fariki dunia, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo. Gazeti hili ikiandika ZMBF yawanufaisha wakulima wa mwani, habari ni katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Na sasa tukikia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu, ndio gazeti ya Mwanaspoti lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Pedro Yanga bingwa azungumzia kikosi Okelo Nzengeli watupia matatu wakiua Coastal, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 10. Mei 13 ni dhidi ya Dodoma Jiji Airtel Stadium. Matokeo ya Yanga 3 Coastal Union 0. Nyundo 10 show ya Bella, habari katika kurasa za ndani. Vita 2 msako pointi Simba, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Ni Simba dhidi ya Tanzania Prisons leo saa 12 na robo jioni KMC Complex. El Clasico ya ubingwa Barcelona dhidi ya Real Madrid leo Jumapili saa 4 kamili usiku. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 20 wa gazeti hili. Bado siku 32 kabla ya kombe la dunia. Mitihani kibao tembo Ivory Coast Juni 15. Kundi E Ivory Coast watakipiga dhidi ya Ecuador. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 8 wa gazeti hili. EPL leo Jumapili ni West Ham dhidi ya Arsenal saa 12 jioni London Stadium. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Ndilo gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenyewe limeandika Yanga Singida za shusha vipigo, Simba Prisons hesabu tofauti leo, Simbu Samata thabiti wa ngara tuzo za Brela, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Makonda aifagilia riadha, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23.
Madrid watoza fine Valverde na Comain. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 22 na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Gazeti Mzalendo katika ukurasa wake wa nyuma, habari za michezo na burudani. Yanga yazidi kukapa tamu, Simba yazitolea macho pointi 3 za Prisons. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Leila Azidu bondia mwenye ndoto lukuki. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9. Ibenga Jitenga alalamikia uchezaji. Habari katika ukurasa wa 19. Ateta tambo kibao. Habari katika ukurasa wa 18. Madrid kumrudisha Mourinho. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 18. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mzalendo katika ukurasa wake wa nyuma. Pata nakala yako usome kwa ndani zaidi. Na gazeti Mzalendo linakamilisha rukuzi ya habari kutoka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.